mstari wake wa 43 hadi 46. Nasoma. Na walipokwisha kutimiza siku wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakazani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenda mwendo wa kutwa. Wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu, huko wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Naomba Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko mbele zako katika mchana wa leo. Tunaalika Roho Mtakatifu, ndiye mwalimu mkubwa, apate kutufunza katika mchana wa leo. Na zaidi ya yote Bwana, tunakwenda kukemea kila nguvu na kila falme ambazo zinaweza zikajipenyeza katikati ya neno lako. Nang'oa na kuharibu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe pekee ndiye kuonekana katika akili za watu wako, na zaidi ya yote wadaki kila ambacho tutakwenda kukiongea. Asante sababu na kutanguliza katika kila jambo ambalo litakwenda kusemekana katika mchana wa leo. Katika jina la Yesu Kristo tukiomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma huu mstari ambao nakwenda kusoma hapa, jinsi Yesu alivyotafutwa na wazazi wake wakati walipokuwa katika msafara. Yesu alikuwa angali mtoto wa miaka 12, na hiyo ilikuwa desturi yao ya kuenda kwa ambao walikuwa wakienda, lakini ghafla tu mtoto akabaki nyuma. Wakaangaliana wazazi wote wawili, wakakuta tena mtoto ayuko kwenye msafara, amekwisha kutoweka. Lakini walijua kwamba wako na mtoto kwenye msafara huo. Lakini punde tu wakaangaliana, wakagusa mtoto hayupo. Sasa mtoto ameenda wapi? Na walipogundua kwamba hayupo, walifanya jitihada zao kumtafuta mapema ili wapate kuenda katika msafara wote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana wa leo tutajifunza neno fupi ambalo nasema kwamba mazoea ya kutembea na Yesu. Mazoea ya kutembea na Yesu. Amena. Mazoea ya kutembea na Yesu. Walipokuwa wakiendelea kutembea na Yesu, wale wazazi wake wakaendelea katika safari, lakini hawakujua ya kwamba mtoto tayari amekufanya amebakia, amewapotea. Lakini wajua tu ya kwamba wako naye katika msafara. Wakaendelea kutembea katika msafara wao, kufanya shughuli zao, lakini kumbe mtoto tayari amekwisha kuwaacha, hawapo tena naye. Na hiyo ni matatizo makubwa ambayo tuko nayo sisi wa Kristo. Matatizo makubwa ambayo tunaishi wa Kristo, ambao tunajisema kwamba sisi tumeokoka, tumekubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu, kumbe tayari mtoto amekwisha kutuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mazoea ya kutembea na Yesu. Tayari nimekwisha kubatizwa, nimekwisha kuokoka, mimi ni mama wa maombi, mimi ni mchungaji fulani, mimi ni akina fulani. Lakini usiweke mazoea ya kutembea na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Usiweke mazoea. Wazazi hawa walifanya hatua, wakaona ya kwamba mtoto tena hayupo, lazima tufanye hatua tumtafute. Wakafanya mbinu zao, wakaanza kumtafuta. Wakakosa ile hali, wakakosa zile nguvu za kuendelea na safari. Sababu walifanya nini? Walijitambua ya kwamba mtoto amefanya amepotea. Jina Bwana libarikiwe sana. Na wewe lazima uangalie, je, navyoenda mimi hivi na Yesu katika msafara wangu, ama amekwisha kutoweka, ama sina naye tena. Usiweke ya kwamba nimekwisha kubatizwa yatosha. Hiyo haijatosha. Usiweke ya kwamba mimi niko kiongozi fulani, haijatosha.
ama mimi niko Mkristo, hayo hajatosha. Uangalie, je, eske huyo Yesu ambaye nasema niko naye katika msafara? Natembea naye katika msafara? Wazazi wake waliangalia kwamba wakaona kwamba mtoto atumvutana naye katika msafara huo. Lazima tufanye hatua, tutembee pamoja na mtoto wetu ambaye tuko naye. Wakafanya hatua kubwa. Wakafanya hatua ya kutembea pamoja naye. Walijitahidi, wakaanza kutafuta uko na uko. Wakanitafuta uko na uko. Lakini bahati nzuri, kumbe mtoto alikuwa anafundisha walimu, anafanya walimu kule. Alafu wakafanya hiyo hatua ya kumpata yule mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hili tatizo liko kwa watu wengi sana katika ulimwengu. Mimi hii somo sikuliandaa hata kuliandaa. Na tu Mungu ananiambia tu soma hii verse na useme pale na naishie tu pale pale. Kwa kweli matatizo au mazoea ya kutembea na Yesu ni matatizo sana. Nitakupa mfano kidogo tu katika kitabu cha Waamuzi. Unisomea Waamuzi kama mna Biblia hapo. Kitabu cha Waamuzi 16. Uangalie mazoea yanavyoleta matatizo. Asime mimi niko na mazoea yangu, najua kwamba itakuwa hivi na hivi, lakini na matatizo. Nakumbuka gisi msimamizi aliposimama hapa, alionyesha historia fupi kuhusu kiongozi ambaye nimetumika na mimi, ndio nilikuwa mwandishi wao mimi. Bwana nasema hapa. Nilikuwa mwandishi wa kanisa ambao alikuwa anasema. Na huyo ndio alikuwa adui wetu mkubwa wa kanisa. Wao ndio walipokea FPC, walipokea ile Pentecost kule kwetu Afrika. Lakini sasa huyo mzee alikuwa mtu mzuri sana kwa maongeo yake mazuri sana. Lakini sasa ile mazoea kusema kwamba yeye ni mchungaji, kiongozi nini, lakini tatizo wale kumwambia mchungaji, lazima labda ungetengeza uwe na Mungu. Mchungaji mkubwa atengeneza na Mungu tena. Sinakuwa aibu hiyo. Kuambia mchungaji aanze kutengeneza mambo ya aibu. Haiwezekani. Kwanza mimi nashikana sana Warundi. Warundi wanaona kama vile mchungaji ni Mungu mdogo. Hawezi kumwambia neno fulani mchungaji mchungaji. Lakini yale mazoea ya kusema kwamba yeye ni mtu mkubwa, yeye anastahili kupewa cheo, ilimpeleka pabaya. Ilipeleka pabaya. Mpaka mimi nikaanza kusema huyu mzee mbona inakuaje? Mzee ambaye tunaamini sana, ambaye tunaona kwamba yeye ndio kiongozi wetu, lakini alikufa kifo cha aibu. Kifo cha aibu, niwaeleza. Mimi ambaye nilikuwa pale, mimi ndiye nilikuwa mwandishi wao mimi. Tena mimi ndio nilikuwa kesi kama ninavyokuwa hapa. Mnaita nani? Hapa mnaita nani? Ni mchungaji. Tena huko nilikuwa mchungaji wa kule Afrika. Treasure kwa kanisa. Alafu huyo mzee alifanya mambo ya ajabu. Kwanza kusema mambo ya aibu kwenye hospitali. Wanakuja ndio wale wanakuja kunichukua Naona mazoea ya kusema kwamba mimi ni mtu fulani. Naomba nisomee hiyo andiko pale, Waamuzi sura 16, 17, 21. Kitabu cha Waamuzi. Nisomee pale. Nasema hivi. Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake. Ndipo alipomwambia yote alipokuwa moyoni mwake. Nani? Akamwambia. Wembe haukupita juu ya kichwa changu. Wembe haukupita kichwani kwangu. Maana mimi nimekuwa mnaziri wa Mungu. Maana mimi nilikuwa mnaziri wa Mungu. Tangu tumboni mwa mama yangu. Tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka. Nikinyolewa nguvu zangu zitanitoka. Nami nitakuwa dhaifu. Nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti, akisema njoni huku mara hii tu. Maana ameniambia yote aliyo nayo moyoni mwake. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakachukua ile fedha mikononi mwao. Naye akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamwita mtu, akavinyoa vile vishugi 7 ya nywele za kichwa chake. Akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka.
Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakuja. Akaamka katika usingizi wake akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujionyesha, lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Achia pale tu. Wakamkamata, wakamng'oa macho, wakateremka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona huu mstari jinsi unavyosoma pale, hiyo ni mazoea kuona kwamba mimi nina nguvu ambazo Mungu alinipa. Samsoni alizaliwa tofauti na wanadamu wengine. Mungu akasema ya kwamba huyu mtoto wembe usipite kichwani mwake. Na hizo ni nguvu ambazo Mungu aliwekeza katika historia cha huyo jamaa Samsoni. Alafu akaenda kwa huyu mwanamke ambaye anaitwa Delila. Hiyo sana fili wengi wanaijua vizuri sana. Lakini nataka niseme kitu gani hapa? Nataka kuongea kuhusu yale mazoea. Samsoni aliona kwamba mimi nina nguvu ambazo Mungu amewekeza ndani mwangu, hakuna kitu ambacho kitanisumbua. Na kumbe amekwisha kuachana nini? Na mpango wa Mungu. Amena. Ule mpango wa Mungu ambaye Mungu aliwekeza ndani mwake amekwisha kuachana nao. Akasema kwamba ijapokuwa watakufa, watakuja kunichukua mimi Samsoni, lakini najua kwamba mimi nina nguvu zangu ambazo Mungu aliwekeza. Lakini alitoa siri yake yote kwenye kwa mke wake. Mke akatoa zile nywele zikatolewa, ndio zilikuwa nguvu zake. Moja kwa moja Wafilisti walipokuja wakamkamata. Alijaribu kusema kwamba kama nitakimbia kama vile jinsi ninavyofanya kila wakati, lakini kuangalia hivi nguvu zinafanya nini? Zinamuishia. Tatizo la kuwekeza mimi na mazoea na nini na nguvu za Mungu. Jina Bwana barikiwe sana. Tusiwekeze mazoea. Mazoea huleta matatizo. Samsoni walimkamata kama vile mwanapanya tu, akamshika, wakaanza kumng'oa macho, wakaanza kumtarudia pale kama kumuumiza, sababu aliwekeza nini? Aliwekeza ile mazoea. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Ukiwa Mkristo, endelea kujiangalia. Usiwekeze mazoea katika neno la Mungu. Usiwekeze mazoea katika kutembea na Kristo. Usiwekeze mazoea katika kanisa la Mungu. Mazoea huwa huleta shida kila wakati. Samsoni walimkamata, wakaanza kumuumiza. Alifikiri labda zile nguvu anazo mpaka sasa. Alifikiri labda zile nguvu hazitamtoka, lakini tayari zile nguvu tena azimo. Zile nguvu tena azimo. Bwana aturumie sana. Mazoea huleta shida. Mazoea huleta matatizo kwa Mkristo. Kwa hiyo wewe Mkristo, jiangalie. Je, mimi kwa kweli huyo Yesu ambaye tunamsema natembea naye? Nafanya mambo yake sambamba na mapenzi yake? Au nimekwisha kumwacha? Au nimekwisha kumwacha? Je, ningali sawasawa naye? Hiyo ni swali la kujiuliza kila wakati. Wale wanasema wale wakongo wanasema kwamba introspection ina maana kujiangalia wewe ndani yako binafsi. Je, mimi hivi ninavyotembea ni sawasawa na mapenzi ya Mungu? Mazoea huwa huleta shida kila wakati. Na ndio maana wale wazazi wa Yesu walipoangaliana wakajigundua ya kwamba sisi tusiendelee na safari, mtoto tena ayumo ndani mwetu, lazima tufanye hatua tumtafute. Wakaanza kumtafuta moja kwa moja, wakampata yule mtoto. Na ndio inayotakiwa Mkristo, lazima afanye hatua, ajiangalie, hivi ninavyo kabisa mimi niko sawa sawa na mapenzi ya Mungu? Hiyo swali unajiuliza kila wakati. Na kama Mungu hajakupa hiyo neema, lazima umombe Mungu akupe hiyo neema ya kujiuliza hiyo swali kila wakati.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu akupe hiyo neema ya kujiswali hiyo swali ya kwamba je, mimi kwa kweli hivi Yesu akifika leo mimi nitaenda? Isiwe tu najua kwamba mimi ni Mkristo, hakika Mungu akifika mimi nitaenda. Sawa, lakini hiyo swali lazima ujiulize kila wakati. Na ndio maana tumesoma ile mstari wa kwanza ile sura ya Luka kwamba wazazi wake walifanya hatua, waliangaliana. Tunavyoenenda sisi tuko sambamba na mpenzi wa Mungu hivi kwa kweli? Huyo mtoto tunaye kwenye msafara hivi, wakaangaliana wakakuta mtoto hayupo, amekwisha kutoka. Lakini cha ajabu wao walifanya hatua wakampata yule mtoto ambaye alikuwa wakimtafuta, wakampata moja kwa moja. Safari tena ikaendelea. Safari itaendelea sambamba kama huyo mtoto yumo katika msafara. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Safari yako ya mbinguni itakuwa vizuri kama wewe haujamwacha Kristo. Lakini kama unajigundua kwamba mimi nimemwacha, lazima ufanye hatua. Sababu Mungu anapenda watu ambao wanachukua hatua. Mungu anapenda watu ambao wanachukua hatua. Watu ambao wanajihoji kila wakati. Watu ambao wanajiangalia kila wakati. Watu ambao wanajiona kwamba hivi ninavyoenda mimi sitakuwa vizuri mbele za Mungu. Lazima nichukue hatua nyingine ili nizidi kumfurahisha yule Mungu wangu. Lakini ile kusema kwamba nimebatizwa haijatosha. Kusema kwamba mimi nimeokoka tu haijatosha. Kusema kwamba mimi natoa 10 na sadaka zote hizi nazitoa hazijatosha. Lazima kwanza ufanye hatua, ujiangalia kwamba kwa kweli hivi ninavyofanya kwa kweli mimi niko sambamba na mapenzi ya Mungu au nimekwisha kumwacha huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo Samsoni aliona ya kwamba mimi nguvu ambazo nimewekezwa nazo mbele za Mungu hazitatoka sehemu, hazitaenda sehemu. Alijigamba kwamba itapokuwa watakuja tena nitapambana nao, nitawapiga kama vile kawaida. Kumbe zile nguvu tena azimo. Mazoea huleta shida kila wakati. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kristo, tusiwekeze mazoea katika neno la Mungu. Hapana. Tusiwekeze mazoea katika neno la Mungu. Huyo Mungu ambaye tunakwenda kumuomba, Mungu ambaye tunakwenda kumwabudu, iko tofauti na kuwekeza mazoea. Ukiwekeza mazoea kila wakati, atakwenda kukuonyesha aibu. Atakuonyesha aibu kabisa. Mimi naona hiyo imetufikia pale ambapo tulikuwa tukisali. Imetufikia aibu sana, imetufikia pale ambapo tulikuwa tukisali. Nimesikia historia nyingine kwamba kuna mtu mwingine ambaye aligeuka mamba, figini mwingine. Lakini mimi mwenyewe nimeona hiyo, nimeshuhudia ya kwamba mtu anaanza kumkana Kristo na ngali tunamuona ndio huyo. Kumkana Kristo ngali macho haja kufa. Sababu ya nini? Sababu mazoea. Na hivyo tulikuwa wao ndio wale watu ambao tunaaminia sana. Na familia yake yote wanaokoka. Tunasema wanaokoka, jua wanamjua Kristo. Lakini tulipofika tena hapa hivi, nikapigwa simu aseme vyombo ambao walikuwa wakitumia kwenye kanisa lenu pale zote vimeibiwa. Nikasema yule mtoto huyu mchungaji anaibaka sana. Kwanza yeye alikuwa anataka kuleta hiyo vyombo, wakamkamata. Unaona? Ina maana wao wanaona kwamba baba ni Mkristo, mama ni Mkristo, mkuu wangu ni Mkristo, mkuu wangu mwingine ni Mkristo, mimi nitakuwa Mkristo. Huyo hivyo sio Mkristo, au ni watu wa mazoea ambao nasema hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sisi wengine ambao tumezaliwa hivi, mimi sijui mama wala baba. Mama zangu walikuwa baba zangu walikuwa watu wa ajabu. Tukimkubali watu ambao wanatoka kwenye Uislamu, wakimkubali Kristo, wanamshikilia vizuri sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sisi wengine ambao tumezaliwa kwenye makahaba na wengine, tumshikilia Kristo, lazima tumshikilie vizuri. Sababu tukiwaambia sio za maisha zetu hapa, maisha za familia zetu, utacheka na kuangalia kwamba hao watu sio watu wa kawaida. Hawezi kuwekeza mazoea kwenye ibada za Mungu. Ina maana mazoea huwa huleta matatizo kila wakati.
tumwambie Yesu wa kwamba atupe ile roho ama atupe ile macho ya kuona jinsi tunavyoenda katika safari ya kwenda mbinguni, sababu tusiwekeze mazoea katika msafara huu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mazoea ilimtuma ndugu huyo atolewe macho. Mazoea ilimtuma ndugu huyo mpaka moja kwa moja auliwe kifo cha aibu. Huyo ndugu Samson, sababu aliona kwamba mimi zile nguvu ambazo Mungu aliwekeza hazitatoka sehemu, hazijaenda sehemu, ziko pale pale, lakini kumbe zile nguvu tena hazimo ndani mwake. Zile nguvu tena hazimo ndani mwake. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu anataka tusiwekeze mazoea katika neno lake. Tuwekeze mazoea katika jambo lingine, lakini katika neno lake tuache mazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuache mazoea. Tuwekeze mazoea katika mitaa, katika sehemu zingine, lakini katika neno la Mungu mazoea tuyaache. Mazoea tuyaache, sababu yasitupeleke sehemu mbaya. Ndugu zetu walifanya hatua ya kumtafuta Kristo, ya kumtafuta mtoto, sababu waliona kwamba hawana tena na ule mtoto, kwamba lazima tufanye hatua. Nasi pia tuwe tukiangalia, je, tunavyoenenda kwa kweli, hivi yule mtoto yumo ndani mwetu? Hivi yule Kristo yumo ndani mwetu au hapana? Amekwisha kutoweka au hapana? Na kama amekwisha kutoweka, lazima tufanye hatua, tuchukue hatua nyingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuchukue hatua nyingine ili tuende sambamba na mapenzi ya Mungu. Mungu anataka wale watu ambao wanajikontrol, wanajiangalia kila wakati. Ndio watu ambao anatumika nao. Lakini watu ambao wanaendaenda tu bila kujiangalia, bila kujitazama kama tunavyoenda ni sambamba ama ni mpango wa Mungu ama ni namna gani? Hao watu Mungu hajapenda watu kama hao. Mungu anapenda wale watu ambao wanajiangalia jinsi anavyoenenda kama inampendeza. Ndio watu ambao anatumika nao kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno lake la asubuhi ya leo ama la mchana wa leo ni kuonyana kuhusu kuwekeza mazoea katika neno la Mungu. Tusiwekeze mazoea katika neno la Mungu, ila Mungu anataka wale watu ambao wanajiangalia kila wakati ya kwamba kwa kweli ninavyoenenda mimi ni mpango wa Mungu ama nimekwisha kumwacha. Na kama nimekwisha kumwacha, lazima nichukue hatua nyingine ili tuende sambamba na mapenzi ya Mungu. Na Mungu atubariki katika mchana wa leo. Amen.